Unaweza ukaenda Toyota Harrier kwa siku moja tu ambao utaamua kutumia shilingi 500 yako vizuri. Nimeupokea kwa furaha kubwa zaidi. Seven Fruit ndio mchezo wangu mama na upenda kucheza sana. pmbet.co.tz ili uweze kuingia kwenye kinyang'anyiro na kwenye familia ya washindi. Nikianza kwako Sistinho ambaye upo karibu yangu. Kwa nini Yanga wanataka kuachana na Miloud Hamdi baada ya kuwapa takwimu bora zaidi? Hatuwezi kujua, unajua mtu anavyoajiriwa kuna makubaliano kati ya mwajiri na mwajiriwa wake, si ndivyo? Hao walikubaliana, labda usikute kwenye makubaliano yao kukuwa na ahadi fulani kwamba ukitufikisha sehemu fulani tutakuongezea mkataba. Wao walikuwa tu bana tusaidie kwa hii miezi 6. As it seems ni kwamba alikuwa kiateka, si ndio? Kwamba yeye alikuwa ni kocha wa muda wa kuwavusha. Sasa ile transition period kwa Yanga inaenda kuisha kwa sababu wanataka waanze malengo yao. Usikute hakuwa kocha wa malengo yao. Alikuwa tu kocha wa muda lakini kapata matokeo mazuri. Lakini hicho sasa kipindi cha muda, hiyo transition period imepita. Hicho kipindi cha mpito kimepita. Sasa wanataka waanze malengo yao. Kwa maana kwamba waanze na kocha mpya, aende kwanza ashiriki kwenye recruitment, kwenye usajili kwanza kwa maana recruitment, then aende akaandae timu yake kwa ajili ya wakati ujao, kuanzia pre-season, apate muda mrefu wa kukaa nao, aandae kila kitu mazingira kwa ajili ya msimu mpya na misimu mingine ijayo. Kwa hiyo wameona yule kocha wameona labda hawawezi wakaendelea licha kuwa huyu Hamdi amewapa matokeo mazuri, kwa sababu kwa takwimu ulizozitaja ni kwamba mechi 13, ushindi mara 12, sare moja. Si ndio? Hizo ni takwimu bora sana kwenye mpira wa miguu. Hiyo hakuna timu ambazo zinaweza, hakuna kocha ambaye anaweza kukupa takwimu kama hizo kwa msimu mzima, kwa maana kwamba hizo ni ukibadilisha kwenye asilimia tuseme kapata matokeo bora kwa asilimia zaidi ya 85, si ndio? Kocha kama huyo kwenye mpira wa miguu huwezi kupata, au asilimia tuseme 90, zaidi ya asilimia 90 hapo kashinda mechi zake, si ndio? Kwenye mpira wa miguu huwezi kupata kocha kama huyo. Kwa hiyo wenyewe labda wameona kulingana na namna wanavyotaka wakati wao ujao uwe, kwa maana kwamba philosophy za uchezaji, njia wanaotaka kwenda, lakini hata namna wanavyotaka kwenda, wameona sio Hamdi. Sisi hatufanani kuwa na Hamdi. Licha ya kwamba mpira wa miguu objective ni kushinda, si ndio? Lakini wameona mbona huyu sio nje yetu. Kwa hiyo abaki tu kama kiateka, tutafute kocha mpya ambaye tunaweza tukaenda naye njia moja. Nafikiri ndio hivyo. Lakini ukisema kuna sababu labda za matokeo mabaya, hapana. Ana matokeo mazuri, ana identity nzuri. Ukiangalia timu yake inavyocheza ni kama ile Gamonde, si ndio? Kwa hiyo nafikiri ni wapo ndani ya malengo, na malengo yao yalikuwa ni mkataba wa miezi 6 umeisha. Tutatafuta kocha mwingine, wewe nenda. Juma Shabani, Naam. Kocha Miloud Hamdi, kwako naona kipi ambacho ameshindwa kukitengeneza ndani ya Young Africans? Kwa maana amefeli wapi? Kitendo cha kufeli sidhani kama amefeli, kwa sababu amekwenda kuichukua project katikati mwa msimu. Ni kweli. Na Young Africans tukumbuke wamefanya rotation wa makocha zaidi watatu ya wawili. Huyu ni watatu, kwa maana walianza na Miguel Gamondi ambaye aliondoka na timu akasafiri nayo akaenda nao mpaka Afrika Kusini, lakini hapa katikati mambo yakaja akafanyaje? Yakawa yanaonekana kuwa magumu kwake, lakini yeye pamoja na uongozi wakawa tena hawaongei lugha moja. Baada ya hapo amekuja kuondoka akaingia Sid Ramovic. Lakini naamini Ramovic ilikuwa ni project ya Young Africans, kwa sababu hata baada ya kuondolewa kwenye michuano ya CAF Champions League hakukuwa na taarifa zozote kama uongozi wa Young Africans umekaa kikao kuhakikisha kwamba anakwenda kumtimua. Kwanza nadhani wao wenyewe pia walikuwa wanajua fika kwamba alikutana na timu ikiwa kwenye mazingira magumu sana, kwa sababu kwenye michezo miwili ya mwanzo kufanikiwa kuweza kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo na yeye pia alikuwa ni sehemu ya kwanza kuingiza vitu vyake kwenye upande wa timu, na baada ya hapo timu ianze kupata matokeo mazuri sana. Jana Yanga wamecheza dhidi ya Namungo, si ndio? Mechi ya kwanza Sid Ramovic kwanza kupata matokeo ilikuwa ni dhidi ya Namungo. Alishinda goli 2-0, goli la Pacome pamoja na Kennedy Msonda. Kwa hiyo naamini baada ya pale tulipoanza sasa kumuona Sid Ramovic na Yanga yake wanacheza katika upande wa style gani. Kuingia kwa Miloud Hamdi naamini ilikuwa ni kama ajali, baada ya Sid Ramovic kuweza kupata ofa nzuri, akaona kwamba huu ni muda sasa mimi kuweza kufanyaje, kuweza kuondoka. Kwa hiyo alikuwa ni kocha wa muda mfupi, na sidhani kama Young Africans walikuwa wanahitaji zaidi kumpa mkataba zaidi ya miezi 6 ambao wamempa hivi sasa. Kwa hiyo mimi naamini tusubiri tuone kwamba baada ya msimu nao Singida pia watakuwa na mahitaji na Miloud Hamdi, kwa sababu ukiangalia naamini mimi kwenye benchi lao la ufundi kuna vitu ambavyo vinavyo miss. Wamemchukua Melis Medo ambaye kama ni mshauri wa timu, lakini pale wana kocha ambaye ni David, lakini ukiangalia mwanzoni mwa msimu
David alikuwa anatumika kama kocha msaidizi, kwa maana bado naiona nafasi ya kocha mkuu ndani ya kikosi cha Singida. Kwa kuna possibility kubwa David akarudi kwenye majukumu yake mama ndani ya klabu ya Singida akiwa kama msaidizi wa klabu, na pengine Melody Hamdi akaendelea kama kawaida kwenye upande wa kuwa kocha mkuu zaidi. Sistinyo, hii ina maana gani kwa upande wa Singida Black Stars? Kwamba Hamdi akirudi kwa sababu possibilities ni kurudi, si ndio? Akirudi ni kocha mzuri, kwa sababu unajua Singida kwangu mimi kwenye timu 3-4 zinazofanya recruitment nzuri Tanzania kwa sasa ni Singida. Labda kwa sababu ya budget unaweza usisifia labda watu waliopo pale, lakini mwisho wa siku lazima utarudi kuwasifia kwamba wanafanya recruitment nzuri, wali recruit wachezaji wazuri. In relation to budget wana hela nzuri, si ndio? Wakaenda wakachukua wachezaji wazuri ASEC, wakaenda kuchukua wachezaji wazuri wale wa Afrika Magharibi, si ndio? Wakawaleta pale, then waka recruit kocha mzuri. Yule walifichika wote wawili, David Ouma pamoja na Hamdi ambaye alikuwa kocha wake mkuu japo kwa muda mfupi. Kwa hiyo naamini akirudi pale nafikiri sijui malengo ya Singida, lakini kama wanapaswa kuwa na malengo makubwa zaidi ya pale kwa sababu ya huo uwekezaji waliofanya kwenye recruitment ya kocha pamoja na wachezaji. Lakini kama malengo yao ni kuendelea kama walivyo, basi wanaweza kupata hela nzuri sana kwenye biashara, kwa sababu mimi nilivyowaona Singida kwa msimu huu walivyonionyesha na hata misimu ya kabla, kutokana na recruitment wanazofanya, ni kama timu fulani ambayo inataka kuwa daraja la kibiashara, kwa maana kwamba watengeneze develop kwanza, wasajili wachezaji kwa budget ndogo, wamdevelop awe mchezaji bora zaidi ya alivyo, then wafanye biashara. Nafikiri kwa malengo yote hayo, kwenda kushindania mataji au kwenda kufanya biashara, malengo hayo yote Hamdi ni mtu sahihi, kwa sababu ni developer mzuri wa wachezaji. Kwa hiyo nafikiri kwa vyovyote vile itakavyokuwa, akirudi Singida ni neema. Yep. Na pengine tukiona Singida yenye ushindani zaidi kuliko ya msimu huu. Unajua nikisema Singida yenye ushindani kuliko msimu kwa sababu hujaona usajili uongo. Vyovyote watakavyosajili Singida wachezaji wanaochukua wa ndani wengi wao ni wazuri. Wana jicho fulani hivi la kuona mtu mzuri. Sijui nani yuko pale ana scout, lakini wanajua kupoint mchezaji na akawa mzuri. Same kwa kocha, si ndio? Sasa issue inakuja kwenye malengo. Unajua usipokuwa na goli la kulifikia, kwamba lengo langu mimi ni kitu fulani, hata kulipigania ule moyo unakosekana. Same like Azam FC, si ndio? Kwamba usipokuwa na lile goli la kulipigania, hata ule moyo wa kupigania unaokuwa huko. Kwa hiyo utakuta wachezaji wazuri sana. Goli Azam wanao la kupigania. Mara ya mwisho kulipigania inakuja msimu ujao, sio na haraka. Kula mtoli. Sasa ndo wakiweka wakisema hivyo kwa maneno, waoneshe kwa vitendo pia. Vitendo simeviona jana, lakini point of view ni nini? Lakini point of view ni nini? Ni kwamba Singida wanapaswa yani kuonesha goli lao. Unajua Ajax kuna kipindi wao walisema tu si huku ndani tunaweza, domestic ligi yao ya ndani, ligi ya Uholanzi wanaweza kushinda kitu chochote. Wakasema tukisema tukashindana na kina Man U na Madrid kwenda kushindania UEFA, hatuna msulio. Basi sisi tubaki daraja la hao kwenda kuchukua hayo makombe. Wakawa wanatengeneza wachezaji wazuri, wanawapa, wanatengeneza makocha wazuri, wanawapa au kina Madrid speak na nani. Wale wanaenda wanashinda UEFA, lakini hawa wao pia wakawa wanashinda UEFA ya hela. Sijui umeelewa? Nishakuelewa. Yes. Kwa hiyo kama watakuwa na lengo kama la Ajax kudevelop wachezaji na kuuza, fine, watapata hela nzuri sana. Yep. Itakuwa ni biashara nzuri, lakini kama watakuwa timu ya mataji, basi wataonesha kwa vitendo kwamba si lengo letu bwana ni tunataka tutoe mataji, wataonesha kwa vitendo. So kwamba unakuja unacheza vizuri dhidi ya Yanga, dhidi ya Simba, dhidi ya Azam, unaenda kuacha kwa Ken Gold. Kwa hiyo hicho ndicho Singida na Azam wanachofanya. Yes. Okay, sawa. Leo ninayo furaha kubwa kumtangaza mshindi wa gari aina ya Nissan X-Trail. Sisi kama familia tulijisikia vizuri. Napendelea kucheza Aviator na 740. Nawaambia waendelee kucheza, washinde kama dadangu alivyoshinda. Gari inayofuata huenda ikawa ya kwako kupitia pmbet.co.tz.